Naam, halo, habari ya leo. Naam, karibu katika mafunzo kwa njia ya video ya namna gani mfumo wetu wa BM Hotel Management System unavyofanya kazi. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba BM Hotel Management System ni mfumo pekee ambao unatusaidia kusimamia na kuratibu shughuli zote za hoteli, zikiweko na zile za restaurant pamoja na bar. Kwa hiyo sehemu ya chakula na pia sehemu ya vinywaji. Kwa hiyo kumbukumbu zote, records zetu zote, ile daily movement ya informations zote zinazofanyika pale katika hoteli yetu na katika restaurant na bar, zote zitakuwa recorded na zitakuwa captured katika huu mfumo wetu wa BM Hotel Management System. Kwa hiyo sasa, kwa mantiki hiyo, BM Hotel Management System inatuwezesha kuwa na watumiaji wa nyanja mbalimbali ambao watakuwa categorized katika usability levels. Kwa hiyo tutakuwa na users walokuwa na access level 1, access level 2 na access level 3. Lakini mbali ya hapo tuna access level ambayo imekuwa categorized both, kwamba huyu user ambaye anakuwa na access level 1 yeye atakuwa na uwezo tu wa kuingiza record, mfano kule jikoni au tunasema kule restaurant, yeye ataingiza rekodi za mauzo tu, hatakuwa na uwezo wa kufanya some amendments, lakini pia hatakuwa na uwezo wa kubadili chochote ikiweko bei na vitu vingine vilivyoko katika stock yetu. Lakini mbali hapo tunasema anapokuwa anahitaji mabadiliko ya vitu fulani fulani katika system yetu, atamfesi user mwenye access level 2. Kwa hiyo huyu user mwenye access level 2 yeye atakuwa ameongezewa kidogo access usability, kwamba yeye anaweza aka make some deletion, lakini pia akaweza kurecord some other things ambazo daily zinakuwa conducted au zina happen katika restaurant na katika bar zetu pamoja na hoteli. Lakini tuna user level 3. Huyu yeye atakuwa na uwezo wa ku access ile stock yetu, mfano kule jikoni, tunasema kule restaurant, ikiweko duka ikiweko vinywaji, upande wa vinywaji alafu na upande wa chakula, kwamba zile products au items zote ambazo tuna purchase kwa ajili ya kuuza, kwamba yeye ndio atakuwa responsible au atakuwa na access ya kuweza kufanya recording ya hizo items, alafu na kuchange zile tunasema selling price kwa kila item ambayo tumeipurchase. Lakini mbali hapo ataweza kuaccess hizi other areas ambazo zina kuaccess na user level 2 na level 1. Lakini tuna user mwenye access level ya both, kwamba yeye anaweza aka access hizi tunasema panel ya hotel, at the same times anaweza aka access panel ya sales huko restaurant, huko tunasema jikoni, pamoja katika jikoni pamoja na kule bar. Naam, kwa hiyo mimi nimekuwa na list ya users wangu hapa, document hapa. Kwa hiyo nitafanya kuonesha the way how BM Hotel Management System inavyofanya kazi. Kwa hiyo nitatumia reference ya our users. Kwa hiyo mfano nitapokwenda kuangalia katika restaurant, kule jikoni pamoja na kule bar, kwamba tunasema vile nikiangalia huyu user alokuwa na level 1, mfano tunasema tuna huyu somebody katika sales. Hii sales inasimama badala ya kule yule user, kwa sababu hapa tumecategorize katika areas mbili, both. Huyu ataweza kuaccess kule restaurant, alafu pia aka access kule hotelini. Kwa hiyo sasa huyu wa sales automatically hawa ni users wangu ambao watakuwa na access kule katika restaurant peke yake. Kwa hiyo nikimchukua user mwenye level 1, these are levels, sawa, hizi ndio levels za kwangu. Kwa hiyo nikimchukua huyu Joe,
Joe ni user wangu mwenye level 1 ambaye yeye yuko kule katika restaurant kule sales. Kwa hiyo sasa nikija nikiconsider ni login kama user Joe. Okay, na kwenda ku login kama user Joe, nina username yake Joe, then password yake nayo ni Joe. Kwa hiyo nikiingia hapa, hivi ndio vitu ambavyo Joe akilogin katika panel yake itatuonesha jina lake, kana kwamba kila transaction ambayo Joe anafanya itakuwa recorded hapa. Access level yake ni level 1. Kwa hiyo level 1 yeye ataweza kurekodi hizi daily sales. Kwa hiyo hizi daily sales ndizo hasa ambazo user mwenye access level 1 ataweza kufanya. Na tunaona hataweza vile tunataka kuuza kwa jumla, hataweza yeye kuwa na access hiyo. Hii itakuwa ni access ambayo itakuwa accessed na mtu mwenye level ya juu kidogo kuliko yeye. Kwa hiyo yeye atatuuzia katika hali ya kawaida, katika retail selling. Okay? Kwa hiyo sasa baada ya hapo, huyu user wetu tuone pia nini kingine anaweza kufanya. Anachoweza kufanya ni kusearch items ambazo zipo katika system, ziko recorded katika system yetu hii. Naam, tutoke tuone user mwingine ambaye kimsingi yeye naye yupo katika restaurant, lakini alokuwa na level ya pili. Kwa hiyo tuna huyu Tumaini, user Tumaini na yuko sales. Kwa hiyo huyu tuone tofauti yake, ata access nini. Kwa hiyo tuna huyu Tumaini, tuna user Tumaini, then tuna username Tumaini na password Tumaini. Kwa hiyo huyu user ukimwangalia hapa, huyu Tumaini mwenye access level ana access level 2. Kwa hiyo hii access level 2 utaona kuna baadhi ya vitu, zile damaged items au items zote zinazokuwa zimepotea, yeye anakuwa na uwezo wa kuzirekodi, lakini sio yule user mwenye level ya kwanza. Lakini na hizi daily expenditures, huyu user mwenye level 2 atakuwa na uwezo wa kurekodi expenditures hizo, lakini wakati huo anaweza akasearch na kuziona items zote zilizokuwa katika stock yetu, ila naye hatakuwa na uwezo wa kuaccess reports na kuconfigure database. Kwa hiyo hapa tumeona users katika areas mbili, level 1 na level 2. Kwa hiyo tukija user mwenye level 3 lakini huko ambaye yupo katika sales, tumchukue huyu Magito, username Magito, password Magito. Username Magito, password Magito. Kwa hiyo akilogin huyu, tunaona yeye access level yake inaongezeka, anaweza akarecord daily purchased products, akaseti price for purchased products, pia akaweza kurecord zile damaged products, lakini at the same times anaweza ka access hii panel ya sales. Wakati huo tunaona huku juu imefunguka ya wholesaling, hii iko free kwa kuanzia user mwenye level 2 na 3, lakini level 1 kwake tuliona imefunga. Lakini pia anaweza ka access hii panel ya expense, na yeye pia anaweza ka search na akaona products zote zilizomo. Huyu ndo user mwenye level 3. Sasa tutabaki na huyo user mwenye level 3, yeye atupatie products, aingize products mpya, alafu hizo ndizo tuzifanyie mazoezi. Magito username na password ni Magito. Tukilogin hapo, kwa hiyo tutakuja katika panel yetu katika link yetu ya purchase products. Kwa hiyo huyu user wetu huyu Magito, yeye kimsingi ataturekodia, tunasema pengine tarehe ya leo. Okay, hapa nikitaka kuchange mwaka, basi nikiminya hapa nikapandisha mwaka unapanda. Nikitaka kuselect miezi, ndaweka pointer katika miezi, then nita access list ya miezi yote. Lakini otherwise kama nahitaji tarehe ya leo, basi nitakuja katika hii eneo yanasema today. Nikiselect hiyo today nitapata tarehe ya leo. Kwa hiyo type of the products ambayo kwa kweli sisi tunataka tuirekodi, tuseme hapa tuna list ya soda, vinywaji baridi, tuseme vinywaji laini. Vinywaji
vinywaji laini. Name ya product katika vinywaji laini hapa tuseme tuchague kinywaji chochote katika list ya vinywaji laini. Tuongeze hapo tuseme tuna 7 up. Tuna 7 up. Bei ya kujumulia, sawa, bei ya kujumulia hii tuseme 7 up ya kopo, 7 up take away. Bei ya kujumulia. Kwa hiyo kimsingi hii bei ya kujumulia unaipataje? Ni kwamba pengine umenunua crate 10, crate 20, crate 5, crate 2, crate 1. Kwa hiyo mule ndani unaangalia idadi ya hizo items katika crate. Una hizo 7 up ngapi? Kama crate na 7 up 24. Kwa hiyo tumejumua hiyo crate kwa shilingi 10,000. Kwa hiyo tutachukua 20 na shilingi 10,000 hiyo tutagawanya kwa 24 ili tupate bei ya kujumulia kwa item moja. Kwa nini? Kwa sababu hiyo item moja hiyo ndio tutakwenda kuuza sisi, na hiyo ndio itakuwa determinant ya faida yetu. Kwa hiyo faida yetu itakuwa inatokana na item moja moja tunavyouza. Kwa hiyo bei ya kujumulia tutaiallocate katika item moja. Kwa hiyo sasa tunasema okay, let's say kwamba hii take away tumejumua kwa shilingi 800. Tumejumua kwa shilingi 800, tulijumua crate 10. Kwa hiyo kama tulijumua crate 10, kwa hiyo kwa mantiki hiyo tutachukua 10 mara 24. Kwa hiyo itakuwa 240. Ndio idadi ya hizi items zetu. Supplier ni nani? Kama hauna supplier basi tuandike dash, lakini kama unaye sema K and K company. K and K company. Location hii tuna jikoni na pale bar. Hivi vinywaji vyote tutaviallocate kule bar. Watu wa bar ndo watakuwa responsible kwenye kuuza. Kwa hiyo sasa, na mtu wa bar yoyote akiingia kule katika bar yetu, yeye ndo atakuwa responsible kuona hizi items zote. Kwa hiyo hizi record zote za mauzo zitakuwa allocated bar. Hivi ni vinywaji, lakini vyakula vyote tungerekodi kitchen. Kwa hiyo kwa kitchen vile vyakula vyote tunavyouza vitakuwa recorded kitchen. Kwa hiyo hapo nasema okay, nimeadd hizo details zangu. Kwa hiyo naona hiyo imekwisha ongezeka. Vinywaji laini we have this 7 up. Okay? Haya, kinywaji kingine tunasema katika vinywaji laini tunasema pengine Pepsi take away. Nayo bei ya kujumulia 800. Tunazo ngapi kule store? Tumepata mzigo wenye items 20, items 200 toka kwa K&K company. Bei ndio hiyo hiyo tunaadi pale. Haya, kinywaji kingine tunasema Fanta take away. Fanta take away. Bei hiyo hiyo. Kule store ziko ngapi? Fanta tujachukua nyingi, si wapenzi wa Fanta ni wachache. Kwa hiyo tumechukua chache hapo 150. Kwa hiyo tumeadi hapo. Kende hii nayo imetoka K&K company. Kwa hiyo sasa katika mauzo yote zile bidhaa tunazozipata tutakuwa tunazirekodi katika sura hiyo. Hata ingelikuwa ni vyakula vyote tunavyovipata kwa siku hiyo ya leo tutavichukua katika namna ya sahani. Tunauza katika sahani. Kwa hiyo hiyo sahani moja tunaikadiria gharama iliyotumia kuandaa ile sahani. Kwa hiyo na bei na sisi makadirio yetu ya mauzo ili tuweze kupata faida. Kwa hiyo tunasema hivi, kama ingelikuwa ni aina tunasema chakula hapo naona ilikuwepo. Okay, chakula tunasema pengine chakula ni pilau.
pilau nyama, kama vile tunavyokuwa nazo katika menu zetu. Pilau nyama, gharama iliyotumika kuandaa hiyo sahani ya pilau nyama, tunasema makadirio katika gharama ya maandalizi ya pilau nyama mpaka sahani yake imekamilika, imetugharimu sisi shilingi 4,000. Kwa hiyo tunakwenda kuuza kiasi gani? Tunauza shilingi 5,000 ili kwa sahani moja tupate japo faida ya shilingi 1,000. Kwa hiyo hapo supplier hatuna. Kwa hiyo hii tumeiallocate kitchen. Kwa hiyo hii itauzwa kutokea katika kumbukumbu za kule jikoni. Naam, kwa hiyo tunaweza tukaongeza tena hapa kingine kwamba unasema chakula chochote utakiongeza, then baada ya kukiongeza tutakiseti gharama ya utaseti bei. No. Hapa nimeseti quantity. Quantity manake sahani 5,000. Hizi ni nyingi sana, tupunguze. Kwa hiyo umeona napominya, unakuja katika data grid, unakuja katika rekodi husika. Ukija katika rekodi husika utapoiclick, suppose nimeclick rekodi ya 9 hii. Nikiminya hapa ita retrieve back katika hizi text box. Ita retrieve informations zote zinazohusiana na ile rekodi ya 9. Sasa mimi nataka nifanye marekebisho katika rekodi ya 11. Kwa hiyo nitaweka pointer yangu katika rekodi ya 11, nikiminya hapo itaniletea informations zote hizi. Kwa hiyo sasa hapa sio 5,000 tena, lakini tulikuwa na sahani 200. Sahani 200. These are quantities. Kwa hiyo tutauza kulingana na hizi quantity. Kwa hiyo tuta update, usiadi utafanya ku update. Kwa hiyo kisha update, basi hapa nikifuta nikicall back nitaona tayari marekebisho yameshafanyika. Kwa hiyo nita update hapa. Kwa hiyo kumbuke huyu ni user mwenye level 3. Yeye ndo anatupangia mzigo, yeye ndo anatuandalia kwa ajili ya sisi watu wenye level 1 na 2 kwa ajili ya kwenda kufanya mauzo. Kwa hiyo mzigo tayari tunao. Kwa hiyo atakuja kuseti price. Ataseti price ili sasa hizo bidhaa ziweze kuuzwa. Kwa hiyo tunasema bidhaa zetu sie tutauza kwa reja reja. Lakini tunaona katika hii panel tuna sehemu mbili. Kuna hii inasema set price using profit margin. Profit margin ni ile wewe unataka faida kwa asilimia. Kwa hiyo tunaingiza kanuni hapa, tutakuwa tunatumia kanuni hapa kwamba pengine tunasema kwa bei kwa mauzo ya reja reja. Kwa hiyo bidhaa zote ambazo purchasing price yake ina range kati ya kiasi hiki mpaka kiasi hiki, itupe faida kiasi gani. Kwa hiyo yenyewe ita calculate in percentage form. Kwa hiyo wewe utaandika katika percent, itupe faida kiasi gani? Itupe faida 50%, 100%, 150%. Kwa hiyo yenyewe ita calculate, itatuletea faida. Lakini sie tunataka kuweka manual. Okay? Retail, kwamba tunataka bei ya mauzo ya reja reja, tunataka tuuze kwa kiasi gani? Kama tungetaka mauzo ya jumla basi ungeselect pale. Bei ya kwa mauzo ya jumla tungeuza kiasi gani? Lakini tukiwa pale, je, kwa mauzo ya reja reja, kwa bei ya reja reja tunakwenda kuuza, tutauza kwa kiasi gani? Tuna select pale kwenye retail selling. Lakini pia anasema use profit margin. Kama tungekuwa tumeseti range ya profit margin, huko tungetumia profit margin. Kwa hiyo sasa hatutatumia profit margin kwa sababu tumetumia njia ya manual. Kwa hiyo sasa hii profit margin, hii option ya profit margin tutaachana nao. Tutakuja katika hii do not use profit margin. Kwa hiyo tutaselect hapa. Baada ya kuselect katika do not use profit margin, kwa hiyo hii tunaiset manually. Location ni wapi? Tunataka bar kuna vinywaji tumeviongeza pale. Tuna bei tu za kujumulia, hatuna bei za kuuzia. Lakini sometimes mara nyingine unaweza ukawa na bei za kujumulia na bei ya kuuzia, lakini itakudai au itakulazimu wewe kubadilisha hizo bei baada ya kwamba unakuta kuna mabadiliko ya bei za kujumulia kule sokoni. Kwa hiyo hautakuwa na maana ya kuendelea na bei ya awali. Kwa hiyo sasa kwa ile bei mpya, manake utachagua ile product ambayo unataka wewe ibadilike bei, kama hapa mimi ninavyochagua. Ukichagua basi pengine unasema ndio hiyo hapo. Bei ya kujumlia hiyo ukiseti hapa, hii ndio itakuwa inaenda kuwa inherited katika entries zote. Kwamba current bei ya kuuzia itakuwa ndio hiyo row set.
Kwa hiyo sasa sisi twende tuseti bei mpya kabisa kwa zile products zetu, ilikuwa vinywaji laini. Kwa hiyo katika vinywaji laini tulikuwa na 7 Up take away zilikuwa 800 kule, nani bei ya kujumlia ni 800. Kwa hiyo bei ya kuuzia tuseme ni shilingi 1200 hiyo. Shilingi 1200 tunasema okay. Hii bei tayari imeshakwenda kule ya 7 Up. Kwa hiyo tuje tena tunasema tuna Fanta take away. Fanta take away nayo bei ya kujumlia ni 800. Kwa hiyo bei ya kuuzia nayo tuseme ni shilingi hiyo hiyo. Fanta tunasema hii tuna bonus 1100. Fanta take away 1100. Itupe faida japo 300. Kwa hiyo tunasema mbali hapo tuna Pepsi take away. Nao bei ya kujumlia ni 800. Kwa hiyo hii hapa ni 1150 bei ya kuuzia. Okay? Hapo tupo. Kwa hiyo sasa tuna mzigo store, alafu tuna bei ya kuuzia. Kwa hiyo sasa tunaweza tukamruhusu mtu wa level 1 aweze kuuza hizo bidhaa zetu. Kwa hiyo tutatoka sisi tumwache Joe yule mwenye access level 1 aendelee na mauzo kule restaurant, kule bar. Kwa hiyo sasa huyu user Joe akiweza kulogin, yeye atakutana na hii panel, ataweza kwenda kuuza kulingana na mahitaji ya mteja. Kwa hiyo tunasema tuna retail selling, okay, kitchen restaurant, kitchen au restaurant. Kwa hiyo huyu user huyu tumemwasaini aweze, tutakuwa na several users. Kuna wengine watauza kule bar, kuna wengine watauza huku kitchen. Kwa sasa wale wanauza vyakula wata access the same panel, ila yenyewe ndio itakuwa inaturekodia huku kwamba huyu ni user mwenye level fulani. Kwa hiyo kila entry anayoingiza yenyewe itakuwa ina rekodi kila entry. Hata ikitokea kuna kosa limefanyika, itatuonesha ni user gani amefanya hilo kosa. Kwa hiyo be careful, train vizuri watumiaji wako, kila mtu ajue panel yake ni ipi. Kwa sasa tunasema hivi, tuna retail selling, huyu ni kitchen. Tunasema bar, huyu wa kitchen tumwache this time. Tunakwenda kuuza vinywaji, hatuuzi vyakula. Tutaonesha na vile akitaka kuuza vyakula atafanyaje. Kwa hiyo huyu ni wa bar. Kutakuwa na user mwingine mwenye access 1. Huyu atafanya kitchen. Kwa hiyo huyu anafanya bar. Kwa hiyo ataselect pale bar. Baada ya kuselect bar, tunaanza sasa. Mteja wetu amefika. Kwa mara ya kwanza tutamkusanyia items zote anazotaka kujumua, anazotaka kununua. Pengine anataka bia 2, anataka soda 3, anataka na chakula fulani. Basi hizo tunakusanya, tunaangalia price. Kama anaweza kutulipa hiyo price, basi tuna confirm hiyo payment. Sawa, tuna submit informations, tuna collect money, tunampa receipt. Kwa hiyo biashara yetu hapo kwake inakuwa imeisha. Kwa hiyo sasa tunachokifanya this time, tuna collect items to the item to be bought. Kwa hiyo tuta collect katika basket. Tunamkusanyia huyo mteja wetu. Mteja wetu anaitwa nani? Tutarekodi jina. Forget about these bills from hotel. Hii tutaiona baadaye. Hii bill from hotel, hii inakujaje hapa? Hawa ni wateja wale wote ambao wanaishi wamepanga vyumba vyetu hotelini, lakini wanataka vyakula wanakula kwa bili. Basi hawa ndio tutakuwa tuna wabili hapa. Kwa sasa moja kwa moja tutaingiza jina la huyo mteja wetu. Mteja wetu anaitwa Johnson Mulenga. Johnson Mulenga. Tarehe alokuja kununua ni tarehe ya leo hii. Okay? Tarehe ya leo hii. Type ya product ambayo amekuja kununua. Huyu bwana kaja kununua vinywaji laini kabisa. Jina la kinywaji alichokuja kununua, kanunua 7 Up huyu. Quantity ambazo ziko kule store, tunazo quantity 240. Na bei ya kuuzia ni 1200. Kumbuka kule yule user wetu mwenye access level 3 alishatuingizia hizi. Kwa hiyo huyu user huyu Johnson Mulenga ananunua ngapi hizi? 7 Up. 7 Up anataka 4 huyu.
Kwa hiyo tutaadi katika basket. Kwa hiyo jumla kwa hii enti moja angetulipa 4800. Lakini huyu hajanunua tu 7 up. Amechukua pia na Fanta take away 2. Kachukua na Fanta take away 2. Tunaadi tena kwenye basket. Kwa hiyo bei inazidi kupanda pale, imekuwa 7000 this time. Lakini hajaishia hapo. Okay, hajaishia hapo huyu jamaa huyu. Yes, there we are. Huyu bwana huyu hajaishia hapo huyu. Kuna products nyingine kazichukua. Kaja kachukua na hizo vinywaji laini, kachukua pia na vinywaji baridi. Vinywaji baridi, katika vinywaji baridi kachukue Castorite. Castorite kachukua 3. Tuna adi katika basket yetu. Kwa hiyo jumla huyu bwana anatakiwa tulipe 11500. Kwa hiyo hii ndio bili inatakiwa tumpe, a confirm malipo. Pengine ikatokea huyu bwana Johnson ana pesa ndogo ambayo haifikii 11500, pengine ana 9000. Kwamba okay, haina sababu, ana 10000 kamili. Kwamba sasa tunafanyaje? Hatuuzi kwa mkopo sie. Kwa hiyo tunachokifanya, tutakubaliana apunguze baadhi ya bidhaa ili kufiti 10000. Pengine Castorite badala ya kuchukua 3 basi achukue 2. Akichukua 2 ili 10000 iweze kutimia. Kwa hiyo unachokifanya, utakuja katika data grid hapa. Data grid hapa, utaweka pointer katika rekodi ya saa ambayo unataka kutoa. Toa entry moja, alafu ingiza upya kwa marekebisho. Kwamba Castorite alichukua 3, ondoa Castorite zote, baadaye umuingizie 2. Kwa hiyo utaondoaje? Hii ndio entry ya Castorite. Kwa hiyo weka pointer yako hapa pembeni, utaminya mara moja tu. Ukiminya mara moja kama nilivyominya hivi, itaondoa habari yote ya Castorite. Ndio maana hapa wewe unaona saizi nasoma ni 7000. Kwa hiyo ile jumla ya Castorite ya shilingi ya ile ilikuwa imezidi hapa imetolewa. Kwa hiyo sasa tutachokifanya sie, tutakwenda kuadi Castorite 2. Lakini kabla ya kuadi hapo umeshatoa selection iko hapa, utaminya key inaitwa delete katika keyboard yako. Ukiminya delete katika panel yetu hapa imetoka. Very good. Kwa hiyo sasa tutaadi Castorite 2 kwenye hizo quantity 3, adi 2. Utaadi Castorite 2. Kwa hiyo nikiadi hapo, kwa hiyo sasa hivi huyu bwana ana bili yake inasoma 10000 na yeye amesema ana afford kulipa 10000. Kwa hiyo tutachukua ile pesa, tukishachukua ile pesa tutasubmit hizi information to the database yetu. Kwa hiyo utaselect hapa submit, utaona hii key iko disabled this time. Hii hapa iko active. Mara ya kwanza ilikuwa iko hapa. Okay, hii ilikuwa disabled, hii ilikuwa active. Tumekusanya, tumeadi katika basket. Sasa baadaye tunataka tuzipeleke katika database yetu. Kwa hiyo tutaselect hapa katika submit items zetu. Hii key ya submit itakuwa active. Kwa hiyo tutasubmit moja kwa moja. Anasema record have been added successfully. Tunasema okay. Kwa hiyo tayari huyu jamaa rekodi zake zimekwenda, tumechukua pesa, tutamprintia receipt. Kwa hiyo ukiprint hapa receipt, tutapata rekodi kama tunavyoziona hapo. Inatuletea this warning message kwamba imeshindwa kuvuta moja kwa moja, kwamba kule kuna rekodi ziko shared. Ziko shared wapi? Ziko shared hapa. Kwa hiyo sasa kwa mantiki hiyo, utachokifanya minimize hii panel. Sawa, minimize hii window. Ukisha minimize, click tena hapa print, alafu nenda restore app. Utaivuta, itakuonesha hizo rekodi zako kwamba yule user wetu alikuwa Johnson Mulenga. Okay, cash receipt tarehe hii hapa. Huyu bwana akachukua vinywaji laini. Okay, vinywaji laini, vinywaji baridi. Alafu katika vinywaji laini kachukua 7 up take away, kachukua na Fanta take away, kachukua na Castorite. Unity price ya hii 7 up ilikuwa 1200, ya Fanta take away ilikuwa 1100, lakini Castorite ilikuwa 1500. Quantity ya 7 up kachukua 4, ya Fanta kachukua 2 na Castorite kachukua 2. Jumla ya 7 up ni 4800, lakini ya Fanta take away ilikuwa ni 2200
na ile jumla ya Castorite ilikuwa ni 3000. Kwa hiyo jumla kuu ni 10,000 hapa. Kwa hiyo sasa utamprintia hii receipt na kumpatia. Naam, hiyo ni sehemu ya sales, ya mauzo. Hii ni sehemu ya ambayo itakuwa dedicated, inafanywa na mtu wa level ya kwanza. Lakini ukumbuke huyu mtu pia ana access hii hapa, anaweza akasearch hizo items. Kwa product name anaweza akasema Fanta. Anataka aone Fanta ziko ngapi kule. Okay, type of product. Sasa kama hapa ukaselect, unaona hamna, ni vizuri ukachagua huku, unasema real time search. Vinywaji. Kwa hiyo ukisema V, ile zote vinywaji inaanzia na V. Ile items zinaanzia na V. Itakuletea zote hizo. Okay, quantity available in store hizo hapo zitakuonesha pale. Lakini mbali ya hapo ya kuangalia huku, pia unapokuja hapa yenyewe itakuonesha hizo products zako unazozihitaji kule store ziko ngapi. Kwa hiyo ili sije katokea ukauza beyond that. Quantity available in store easier. Lakini otherwise unaweza kupata katika search ikakupa zote na viwango vinavyoonekana kule katika store yetu. Kwa sasa huyu ndo user wetu mwenye access level 1, na hii ndo kazi kila siku atakaa anaifanya. Lakini akija yule user mwenye access level 2, yeye anaweza akafanya hayo yote, lakini pia akarekodi expenditure, yale matumizi ya kawaida ya kila siku. Tumchukue user Tumaini, username Tumaini, password tena Tumaini, kwamba huyu akiingia anaweza akarekodi hizi expenditure, aina gharama, kiasi cha jumla ya pesa, labda tunasema ni 3,000. Okay, type ya expenditure hapa tunaona tuna bili za umeme, lakini pia huyu hapa tungelisema kana kwamba tuna gharama za usafi. Okay, gharama za usafi. Kama kuna maelezo ya ziada basi utaweka, kama hamna utaacha. Au kusema okay, hii gharama ya usafi next time utaikuta. Kwa hiyo gharama ya usafi tunazo hizo hapo, gharama za usafi. Kwa hiyo tutaandika hizo hapo. Mwisho wa siku huyu bwana ndio kazi hasa atakuwa anaifanya katika kurekodi vitu vinavyofanana na hivyo. Zile expenditure, daily expenditure zote, yeye ndio mtu atakuwa na access ya kuweza kurekodi. Naam. Tumeona huyu user wetu ambaye our users katika sehemu ya restaurant au bar na kitchen. Lakini sasa tuje tuone sehemu ya pili ya hoteli. Hoteli tuna user mwenye access level 1, tuna huyu admin. Alafu pia tuna user mwenye access level 2, huyu user. Alafu user mwenye access level 3 ya hoteli Zainabu. Kwa hiyo twende tujaribu tuone kila mmoja anafanya nini. Admin, password yetu ni 1. Kwa hiyo huyu ataingia katika panel ya hoteli, anaweza akaregister customer, ila aweze akamdelete customer au akaupdate information za customer. Lakini pia anaweza akacheck in. Sawa, huyu anaweza akamcheck in mteja au akamuondoa in case kana kwamba kuna makosa yamefanyika pale, aka-update. Okay? Lakini pia huyu anaweza akamcheck out, lakini akishamcheck out hawezi akamdelete. Okay? Hii deletion itafanywa na mtu mwingine mwenye level ya pili, lakini akarekodi hizi booking. Okay? Baadaye aka access hizi other cost, kwa sababu unapotaka kumcheck out ni lazima ujue kama ana gharama nyingine tunamdai. Pia akaangalia empty rooms. Okay? Huyu ndo user mwenye access level 1, na yeye pia aweze akaona report huyu. Kwa hiyo tuje tumuone user mwenye access level 2. Watson.
username ni Watson, password Watson. Kwa sasa huyu user yeye sasa anaweza akacheck, okay, akaregister customer naye, okay, alafu akacheck in, akafanya deletion hizo, okay, akacheck out hizo booking, akadelete, akafanya nao mengineyo, hizi other cost, okay. Kwa hiyo huyu ndo user mwenye level ya pili. Kwa hiyo tuna user mwenye level ya tatu huko katika hoteli. User mwenye level ya tatu ya hoteli tuna Zainabu. No, tumekosea hapo. Zainabu. No. What's the problem there? Zainabu. Ya. Zainabu, kuna yu kule. Kuna yu hapa. Okay, safi. Kwa hiyo huyu user anaweza akaregister, aka-add new rooms. Hoteli yetu inapo grow, imekuwa inaongezeka rooms nyingine. Yeye ataziadi hizo rooms na ataadi other properties za hiyo rooms. Okay? Kama room type na price. Okay? Lakini pia aka change hotel profile kama itahitajika kuchange, aka register customers. Kwa hiyo ataweza kuaccess zile entries zote ambazo zinafanywa na users wa level 1, 2, 3 na 4. I mean 1 na 2. Yeye ni level 3. Okay? Mbali hapo tuna huyu user wa mwisho kabisa. Okay. Huyu tutamuona baadaye na kazi yake. Kwa hiyo twende tumchukue Zainabu. Username Zainabu, password Zainabu. Kwa hiyo huyu Zainabu anaweza akaadi room. Kwa hiyo room kama imeongezeka, mfano hapa sie kwetu katika panel yetu, katika list yetu tumekwenda mpaka room 74. Atuongezee room ya 75. Type ya room tunasema ni class A, whatever vile mnaita, VIP, special room. Okay? Special floor ipo katika, tunasema pengine iko katika second floor. Okay? Tuna save. Hiyo imekwenda. Tuta add properties nyingine za hiyo room. Okay? Tuta add property nyingine ya hizi room. Kwa hiyo room type basi utaziongeza hapo, kama hapa tunasema special. Okay? Gharama hizo hapo. Lakini kama otherwise unataka kubadili, tutaichukua hii, tutabadili hapa, tutaseti price au tutadelete, is okay. Kwa hiyo mfano nikisema hapa ananiambia you sure you want to delete this record? Yes, enter room type. Kwa hiyo hiyo type ya room ukiandika hapa unaweza ukafuta, au type ya room ukiandika hapa then ukaweka na hizo gharama nyingine, basi unaweza uka save. Okay? Naam. Kwa sasa twende hizo special room zote, gharama yake ilikuweko kule special. This one was a special room. Kwa hiyo kwa kila room utaongeza, haina bei, utakuja kuadi hapa other property. Kwa hiyo utaangalia ni type ipi ya room, utaseti gharama zake hapa. Kwa hiyo sasa turudi katika user. Hii hoteli yetu ipo ina rooms zote na zile rooms na bei za kila room. Kwa hiyo atatuachia user wetu wa level 1 yeye aweze kufanya kazi yake. Kwa hiyo tunamuita huyu hoteli, tuna user muita.
Kwa hiyo user mwita huyu akilogin atampokea mteja wetu huyu. Customer name, customer ID. Hii ID itakuwa generated automatically. Kwa kila entry ya mteja mpya anapofika, basi ID itakuwa inafunguka. Kwa hiyo customer ID itafunguka hapo. Kwa hiyo tunasema sasa katika hii customer ID ni huyu ni ID yake itapewa 15. Customer name tunasema pengine ni Alphonsine Jemedari. Alphonsine Jemedari. Gender type, let's say this is male. Okay, date of birth. Okay, huyu Alphonsine alizaliwa mwaka 1997 mwezi wa 3 tarehe 12. Okay? Anwani yake box 123 Mbeya. Country, huyu ni Mtanzania huyu. Tanzania. Kama sio Tanzania, Zambian, whatever vile utaandika, that's okay. Jiji, city Mbeya. State, hatuna state. Nationality, Tanzanian. Passport number, hatuna passport. Card number, hatuna card number. Kama kadi ipo basi utairekodi hapo. Tunamuadi huyu user Alphonsine. Ukumbuke amepewa ID ya 15. Hii ID ya 16 for the new entry ndio itakuwa huyu mteja atayekuja atakuwa na ID ya 16. Kwa sasa baada ya hapo sasa huyu user wetu huyu tumeshamsajili. Tuende tumcheck in, tumpatie chumba. Tutakuja katika check in. Customer ID, ukumbuke ile huyu alikuwa ni yule wa 15 pale. Okay? Alphonsine Jemedari. Room type, anahitaji room gani? Kwa hiyo sisi tutaangalia hapa. Hizi room ya 25, room ya 24. Type ya room ni VIP. Floor ni second floor. Price ni 75 kwa mlalo mmoja. Okay? Kama hataki hicho basi tunaweza tukamwangalizia kingine. Hii 022 ni conditioned. Floor second. Price ni 120,000. Okay? Kitaka kingine basi hii ni ground 75. Sawa, natumia hii arrow zilizoko katika keyboard yako. Up arrow, down arrow. Okay? Hii double. Okay? Ground floor price of 30. Okay? Hii 021 conditioned. Okay? Kwa hiyo vile unakuwa unatumia, kama utatumia mouse basi, kama utatumia keyboard nayo that's good. Kwa hiyo hiki chumba namba 074 100,000 second floor. Okay, price yake. This is a special room. Huyu mtu huyu anataka kukaa siku 2 tu. Kwa hiyo angalia check in date. Hii ni tarehe ya leo hii. Tunamcheck in katika tarehe ya leo hii. Sawa? Anaingia leo, atakaa siku 2 tu. Kwa hiyo kama atakaa siku 2, check out date itakuwa ni hapa. Kwa hiyo hii itakuwa generated automatically kulingana na idadi ya siku anazokaa na tarehe anayoingia. Kwa hiyo kama ataingia kesho, okay? Manake huyu tarehe 29 nitakiwa awe ametoka. Kwa hiyo sisi tunasema bwana huyu anaingia tarehe ya leo hii. Kwa hiyo tarehe 28 anatakiwa awe ametoka huyu. Sawa, atutoi discount, hatuna discount. Kama utaweka discount itampunguzia hapo, utaweka prepaid amount mpaka anaingia hapo kiasi gani kalipa. Huyu anatakiwa alipe 200,000, katulipa 120,000 tu. Katulipa 120,000. Kwa remaining amount ni 80,000. Kwa hiyo tuta add hapo.
Kwa hiyo tumekwisha muadd. Kwa hiyo baada ya kusave hizo informations, huyu mtu wetu tayari tumeshampa room. Ukumbuka tulimpa room namba 074. Kwa hiyo sasa hivi 074 hatutakiwi tuipate katika list of available rooms. Hapa hautaiona hapa. Hii tayari iko occupied. Kwa hiyo katika empty rooms haipo, au katika blank rooms haipo. Kwa hiyo sasa hii mpaka huyu mtu tukimcheck out ndipo tutakuwa tunapata katika list za available rooms. Kwa hiyo nikiclear hapo vile nikaamua kumprintia receipt, customer number ilikuwa ni wa 15 hii. Receipt itakuwa ni ya 36. Kwa hiyo nikiprint hapa basi itaniletea list yangu, nitampatia kama tulivyo print kule mwanzo kule katika sehemu ya kwanza ya restaurant na bar. Kwa hiyo otherwise kama napata mkanganyiko ndaangalia hapa empty rooms. Kwa hiyo ndaangalia empty rooms, ndaangalia na properties za hiyo room na hiyo. Kwa hiyo mteja wangu namwambia nina chumba namba 004, hii ni VIP, alafu iko floor, iko ground floor, bei yake ni 75. Kwa hiyo vivyo hivyo hii itakuwa ndo mwongozo wako wewe kwa ajili ya kwamba usihangaike pale unapokuwa katika point ya kunini ya kushauriana na mteja kwa ajili ya chumba gani aweze kuchukua. Kwa hiyo tayari huyu mteja wetu tushamcheck in. Baada ya kumcheck in tutakuja kumcheck out accordingly kulingana na hiyo tarehe. Kwa hiyo tunasema sasa vile huyu mteja wetu huyu sawa, mwenye hii room namba 074 Alfonsini Jemedari, mwenye anwani hiyo na vikorokoro vyake vyote hivi sawa. Kama alikuwa na gharama nyingine tulikuwa pale tunazirekodi labda sawa, tunasema other cost. Kama angelikuwa anadaiwa other cost zingeonekana hapa. Kwa kabla ya kumcheck out utaangalia katika hii sehemu ya other cost, je, hamna gharama nyingine? Lakini sasa ukija hapa kwetu hapa ukumbuke ile siku ameingia tu huyu Alfonsini alitulipa 120,000. Kwa hiyo na hapa system inatuambia anadaiwa 80,000. Kwa hiyo inatakiwa aclear. Sawa. Kwa hiyo inatakiwa aclear huyu kabla ya wewe kumsign out. Otherwise unaweza kumsign out lakini clearance bado itakuwekwa. Atakuwa anadaiwa tu mpaka utapokuja siku nyingine atapokuja kulipa basi ndio utakuja kumclear. Kwa hiyo unasema hivi, tarehe usicheki hapa. Check for bill from restaurant. Hii maana yake nini? Ni kama angekuwa kabla ya wewe kumclear, angalia na kule restaurant, je, anadaiwa? Ezekana alishaenda kule katika restaurant kule au bar na bar na kule jikoni kule. Pengine alikula kwa bili. Kwa hiyo wewe usije ukamcheck out akati ana madeni kule hajalipa. Kwa hiyo sasa utajiridhisha, utaangalia hapa. Okay? Tarehe ya leo hii, customer ID, huyu ni wa 15 huyu mkumbuke. Kwa hiyo ukiangalia hapa sawa, tunaona tu remaining cost ni 80,000 katika renting. Lakini other cost hatuna. Sawa? Katika other cost hatuna. Kwa hiyo iko katika hii ya nani ya malalo tu ya kawaida ya pango ya vyumba. Kwa hiyo sasa tutoke hapo, tuseme huyu bwana kabla hajatoka. Sawa, hivi ndivyo utakuwa unafanya kwa ajili ya kuprove kabla ya kumsign out. Lakini sasa tuashumu hivi, huyu mteja huyu alishakula katika within the time yupo pale ndani kabla haja check out. Sawa? Kabla haja check out tutakuja kwenye other cost. Kabla haja check out huyu alishaenda kule bar akala. Sawa? Lakini pia alitumia na huduma nyingine kama huduma za internet kama zinachajiwa au huduma nyingine ambazo sie tunazichaji. Kwa hiyo ukija hapa katika room number, hizi huduma nyingine ambazo ni nje ya ile pango ya nyumba. Okay? Ile bili ile ambayo ile gharama zile za kulala. Kuna gharama nyingine kama zipo. Ameomba apigiwe pasi,
ameomba afanyiwe nini. Kama hizo gharama anachangia, basi tutazirekodi hapa. Kwa hiyo tuna hizo gharama hizo, other cost. Kwa hiyo mteja wetu huyo, type ya service, okay, type ya service tunasema telephone calls kama gharama za simu, okay. Amount ya hizo gharama za simu ni kiasi gani? Tunasema ni 10,000. 10,000 prepaid, ajalipa huyu, sawa, tukasave hiyo. Kwa angelipa cash, basi tungeweza kumprint receipt hapa, sawa. Unaweza uka clear balance au ukafanya whatever. Kwa hiyo ukiclear balance itakuletea hapa, okay. Na pia mbali ya other cost, hizi gharama zote anatumia, tunaingiza kwenye bili yake, hajalipa huyu. Kwa hiyo ikatokea tena wakati amekwenda kula kule kitchen, ameenda jikoni, amechukua na chakula, amekula kule katika restaurant yetu, sawa. Ameenda akachukua, tunasema huyu bwana huyu kaja, this time tutamwangalia user wetu, tumtafute user atetu ambaye yupo kule katika restaurant. Tuna user mwenye username moja na password moja, okay. Kwa hiyo huyu bwana JJ ameingia kule ndani, akamkuta JJ huyu JJ ana access level 2, okay. No matter whatever is, sawa, tuichukue hivyo hivyo kwa sababu tunafanya mazoezi, lakini tungempata mwenye level 1 huyu ana level 2. Kwa akamkuta JJ, sawa, yuko kule kitchen, sawa. Huyu baada ya kumuona anakula kwa bili, manake atarekodi hapa, sawa. Akitiki hapa utaona hii room inamdai huyu mteja anatoka room namba ngapi, unasema anatoka room namba 074. Kwa hiyo ni Alfonsini Jemedari. Kwa hiyo tarehe hii ya leo, Alfonsini Jemedari amechukua aina ya chakula gani huyu? Huyu kachukua pilau nyama, mbili huyu, sawa. Tuna hadi katika basket, sorry, pilau nyama atukuweka bei ya kuuzia. Kwa hiyo kule tuitoi pilau nyama, atukuweka bei ya kuuzia, tuchukue bidhaa nyingine, sawa. Pilau nyama tungeliweka bei ya kuuzia, ingefaa hiyo. Tuchukue chakula hicho, tuchukue wali kuku selling price ni 5,000, kachukua mbili hizi, tutahadi katika basket, sawa. Alafu pia alipochukua wali kuku mbili, akachukua na nini huyu bwana, akaja akachukua na wali nyama moja hii, sawa. Tutahadi tena katika basket. Kwa hiyo tunamdai 15,000 huko. Kwa hiyo baadaye tuna submit hizi reports, hizi information kwenye database. Kwa hiyo safi, hapo tushamaliza. Atumprint receipt, hajalipa huyu. Hii bili tumeipeleka, manake sisi kwetu tunachukua hii ni pesa halisi, ila hii pesa iko responsible. Watu wanatakiwa kutupatia sisi ni wale watu wa hotelini, wale ndio wanatakiwa wahakikishe huyu mteja kabla hajaondoka awe amekwisha lipa. Hizi gharama zote zinaingia moja kwa moja au zinakuwa credited kutoka kule katika akaunti ya hoteli. Kwa hiyo huku kwetu tumezidebit, kwetu zimeingia, lakini zitatoka kutoka kule katika akaunti ya hoteli. Kwa hiyo tunatoka hapo. Baada ya kutoka hapo, tunarejea kule kwetu kule hotelini. Kule hotelini tumchukue user yoyote mwenye access level 1, yule Mwita, bwana Mwita endelee na kazi yake. Mwita. Kwa hiyo Mwita ataingia tena pale. This time tarehe ya kucheck out Alfonsini imefika. Kwa Alfonsini huyo
anapotaka kucheck out, tunaona gharama other cost anazodaiwa ni shilingi 25,000 na hajalipa hata moja. Lakini pia anadaiwa shilingi 80,000 kwa ajili ya malazi tu. Kwa hiyo hizi other cost ukumbuke shilingi 10,000 ni kwa ajili ya gharama ya simu. Sawa, na shilingi 15,000 kwa ajili ya vyakula alivyokula. Kwa hiyo other cost inatengeneza jumla ya shilingi 25,000. Kwa hiyo huyu bwana huyu anapaswa atulipe shilingi 25,000 hizo. Kwa hiyo baada ya hapo sisi tunasema clear balance. Tutaanza kuiclear moja moja. Kwa hiyo tutasema tarehe hii ya leo huyu bwana Alfonsini mwenye ID namba 15, sawa, tunaona remaining other cost ni shilingi 10,000. Kwa hiyo hiyo 10,000 wamekuja kuclear hiyo zile other cost 10,000. Okay, remaining rental cost shilingi 80,000 hizo. Are you sure you want to record payment for paying other cost equals to 10,000 and paying rental cost equals to 80,000? Je, ni sahihi? Unataka kurekodi malipo haya? Sawa, sio tumezamiria bwana, tunasema yes. Rekodi zimekwenda. Kwa hiyo sasa anasema remaining other cost ni 0, alafu remaining rental cost ni 0. Huyu mteja mwaminifu katulipa huyu. Kwa hiyo tunaona hapa this time katika rental cost adaiwi gharama yoyote. Sawa? Katika rental cost adaiwi gharama yoyote. Kwa hiyo sasa tukija huku tunaona other cost amelipa this time 10,000. Kwa hiyo bado 15,000. Hii 15,000 ikumbuke ni ile ya chakula. Kwa hiyo nayo tunakuja kuclear. Baada ya kumwelekeza tumemkumbusha ile bili ameiona. Kwa hiyo anakuja kutulipa hiyo 10,000 yetu. Kwa hiyo ukumbuke ile chakula inatoka check bill from restaurant au bar. Kama angelikunywa vinywaji au amekula chakula, utacheki hapa ili system yako iende kule kwenye rekodi za chakula, rekodi za restaurant na bar, imwangalie huyu mteja wetu kama kuna pesa anadaiwa. Okay? Huyu Alfonsini. Sawa? Umechagua hapa lakini hii tiki huko imetoka. Kwa hiyo select hapo tiki, utaona gharama hizi hapa kwamba kule kweli anadaiwa other cost, anadaiwa shilingi 15,000. Kwa hiyo utaiandika hiyo 15,000 hapo. Sawa? 15,000 andika kwa uzuri kabisa, alafu irekodi. Are you sure you want to record payment for other cost equals to 15,000? Tunasema yes. Basi imekwenda. Kwa hiyo sasa hizi amesha clear, hadaiwi deni lolote. Sawa? Kwa kuwa hadaiwi deni lolote, basi sisi tunamcheck out. Tutamcheck out hapa. Kwa hiyo hii room hii this time inakuwa allocated as an empty room, tayari kuchukuliwa na mtu mwingine. Kwa hiyo ukija hapa tukiangalia view available rooms utaikuta na 74 ipo. 074. Kwa hiyo nayo ipo. Yule mteja ameshatoka, kwa hiyo tunaiona ipo. Kwa hiyo sasa tumeshaona namna ya kurekodi hizi informations, namna gani ya kumpokea mteja mpaka kumalizana naye hapo, tukapokea pesa tukamaliza hapo. Kwa hiyo tuje tuone tu sehemu ya mwisho ya report. Okay? Tuone sehemu ya report. Sehemu ya report tutaangalia ripoti zote za sales, alafu na zile ripoti za hoteli. Hizi ripoti za bar na restaurant na zile ripoti za moja kwa moja zile zinatoka katika hoteli. Kwa hiyo tutamchukua user mwenye access level ya ambaye anaweza kazi access zote panel ya restaurant na bar pasipo kutoka. Kwa hiyo twende tuangalie huyu user born password yake 123. Kwa hiyo huyu tunaona anaweza aka access hoteli na restaurant. Huyu ni user mfano manager.
sawa, mkurugenzi huyu ndo anakuwa na access hiyo, kwamba hii system yeye anapaswa aone system yote from A to Z. Kwa hiyo yeye ndio atakuwa na access hii peke yake, lakini wale users wengine usimpe access hii. Kwa hiyo pia yeye anaweza akaona hizi reports, okay? Akaangalia rooms za hoteli yake zilizopo, the data has been shared. Kwa hiyo uta minimize hapo, okay? Mimi na share hizi informations. Kwa hiyo ataona hizi rooms, anaweza akaprint akafanya anything, okay? Lakini pia akaangalia customers details, information za customers, kwamba customer wote waliowahi kuingia katika hoteli yake kuanzia tarehe hii hapa mpaka tarehe ya leo, okay? Tunaweza tukapata details za customers, okay? We see them here. Kwa unaweza ukaprint ukafanya anything, lakini pia unaweza ukaangalia checked in and daily collection. Kwa hiyo tuone watu walivyo check in na tulipata kiasi gani, yaani jinsi tulivyowapokea wateja na mpaka wametoka na kiasi gani tumekusanya, okay? Kuanzia tarehe mwaka 2014 mpaka tarehe hii hapa ya leo. Minimize, okay? There we are. Kwa hiyo tutaangalia hizo, au wachache hawaja check out, okay? Mimi data zangu wakina Alfonsini yao, okay? Kwa hiyo imekwenda, haya. Kwa hiyo tuna huyu Alfonsini Jemedari akalipa hapo, baadaye amekwenda gharama yake hii hapa, akalipa hapa, akalipa na huko. Kwa hiyo hamna anachodaiwa. Kwa hiyo tunaona tena tuna ripoti nyingi. Kwa hiyo ripoti zote utakuwa unaziangalia hivyo, wote walio check out kati ya tarehe hii na hii. Kwa hiyo hizi tarehe ni wewe mwenyewe unaziseti, utaseti tarehe yoyote unayotaka wewe. Tangu 2016 mwezi huu tarehe 30 hiyo mpaka tarehe ya leo, wote walio check out, okay? Kwa haitakufanyia hivi, kufanyia hivi uta nini hiyo. Mimi kuna some hapa data I'm trying to share them, okay? I'm trying to share them, that's why inanitaka mpaka niwe na confirm what I'm doing, okay? Kwa hiyo sales, nikija katika other charges na utaiangalia hivyo hivyo. Hizi ni reports, lakini katika sales zile za dukani, kwa hiyo unaweza kaangalia ukaview by date only, okay? By date only, kwamba labda pengine kuanzia tarehe hiyo hapo mpaka tarehe ya leo tuone mauzo yote kwa tarehe hizo, okay? Nika minimize hapo, baadaye nikaifungua, okay? Nitaona kuanzia tarehe hii hapa, hii location, hizi pesa zilikuwa kule jikoni, okay? Okay, afu imeingizwa na user unknown. Hizi data niko nafanyia mazoezi kiasi hicho hapo. Haya, huyu user Boniface Martin, okay? Tarehe hiyo hapo, customer name hii hapa, customer huyo alichukua bidhaa hizi hapa, kiasi hiki hapa, katika the same date with the same user, okay? User huyu tena alicollect hiyo hapo, the same user akamwattend mteja mwingine huyu hapa, okay? Kwa hiyo total for this user huyu tu, grand total for this user, for this customer hii hapa, kwa mteja huyu, kwa user huyu maana yake from this, for user Boniface hii hapa, kiasi hichi hapa, total sales for this date, kwa tarehe hii tu ye aliuza jumla hii hapa.
kwa huyo user mmoja. Okay? Kwa hiyo hii ndivyo itavyokuwa inazigroup kulingana na tarehe, lakini mwisho wa siku itakuletea ile grand total kwa tarehe husika. Tarehe husika hii katika ile range tulioweka, maana yake mauzo ni jumla tunaya. Grand total ni 99555. No. 99550. Okay? Kwa hiyo imezijumlisha zote mauzo yote ya user wote katika tarehe zote. Lakini mbali hapo ukitaka kui-export report, unaweza ukaileta katika PDF au ukaileta katika Word au ukai-export ukaleta katika CSV, katika Excel, XML au ukaleta katika HTML, ukaleta katika Excel. Kwa hiyo whatever utapotaka kuzi-export utaleta huko. Okay. Aya, tunataka tuone mauzo kwa user mmoja tu, by users. Kwa hiyo tunataka kwa huyu user JJ, tangu tarehe hii mpaka hapa, huyu user JJ ameuzaje. Kwa hiyo unaweza ukapata ripoti ya siku moja tu kwa kila user. Okay, ukamwangalia user mmoja tu. Okay? Kwa hiyo baadaye, lakini kumbuka useti vizuri interval ya tarehe kulingana na jinsi unavyotaka. Huyu user JJ yuko jikoni, aliatendi kule jikoni. Okay? Ndio kawatendi wateja wake huko. Alimwatendi huyu Alfonsini Jemedari. Okay, alimuuzia chakula hicho kiasi hiki hapa cha fedha, jumla hii hapa shilingi 15,000. Okay, safi. Lakini unaweza ka filter by location. Sisi tunataka tuone tu mauzo ya bar peke yake tangu tarehe na hii. Kule vinywaji vimekwendaje? Kule bar vinywaji vimekwendaje? Okay, nika minimize pale. Kule bar vinywaji vimekwendaje? Hii ni ripoti ya bar peke yake, location ni bar. Kwa hiyo tutaona sasa kila user aliyeko, user huyu Joe Bwaria, okay, alimwatendi mteja huyu. Tuna user huyu Boniface Martin, alimwatendi huyo mteja. Kwa hiyo imekwenda hiyo. Sawa, mpaka tukapata grand total 27,100. Okay. Lakini pia tunaweza tukaangalia kitchen. Kwa hiyo kija kitchen vivyo hivyo. Kwa hiyo hapo nika minimize, then nikafungua hiyo. Hii ni ripoti ya kitchen tu, kwamba tuna user unknown. Okay. Alafu tuna this user imekwenda imerekodi kwa users wote mpaka tukapata grand total. Grand total 72,072 na hiyo hapo kwa hizo tarehe ulizoweka, lakini kwa location ya kitchen peke yake. Kwa hiyo mauzo yote yatakuwa recorded na kila anayefanya hayo mauzo atakuwa anaonekana. Okay? Kwa hiyo sasa tuna expenditure items, okay? Items pricing zile zilizowekwa kule expenditure, tukaview profit from restaurant na bar. Kwa tuone faida tulopata kule bar na restaurant tangu tarehe hii mpaka hii tarehe ya leo. Kwa hiyo utajua hata faida kwa siku moja. Okay? Pengine mauzo ya leo tu. Wewe set interval ya tarehe vizuri. Unataka upate kujua faida au summary ya mauzo na faida yake katika hiyo tarehe moja. Okay? Hiyo tarehe itengeneze tu vizuri. Kwa hiyo inatuambia total profit ni 34,650. Kwa hiyo itachukua sasa purchasing price, okay? Alafu itakuwa ina consider na zile sales. Kwa hiyo sasa ile selling price, purchasing na quantity. Kwa mwisho wa siku tunakuja kupata net profit. Kwa hiyo hii profit utaipata kulingana na zile siku. On daily basis, weekly, monthly. Kwa hiyo itakuwa inakuonesha. Okay? Kwa hiyo items, profit, income and expenditure. Mapato na matumizi. Okay? Tangu tarehe hiyo mpaka leo. Kwa mapato na matumizi. Kwa hiyo tuta consider pia
na ile faida yetu ambayo inatoka kwenye ule mzunguko halisi. Okay, profit from bar na restaurant. Kwa hiyo utaona hapa matumizi hayo yote, mapato yale yote, direct income tunazozipata kutoka hoteli. Okay, source details, source hoteli. Okay, hizo hapo, those are incomes. Expenditure we have them there. Okay, profit there. Kwa hiyo total of our profit tunao pale. Kwa hiyo this is how utakuwa unatumia mfumo wetu wa BM Hotel Management Systems. Asante kwa kunisikiliza vizuri, kwa kuzingatia, kafanyia mazoezi. Ni mfumo bora na rahisi sana katika matumizi. Asante.